Lakini kama ambavyo nimetangulia, Juma pamoja na Abdullah Mshiri Mkenge, jana tulikuwa hapa na uchambuzi ambapo tulifanya pia vizuri zaidi kuhusiana na mechi yetu ya Taifa Stars. Si mechi ya Stars tu, michuano ya AFCON safari hii imekuwa ya moto kweli kweli. Shindani ni mkubwa toka ilipofunguliwa rasmi, lakini mpaka kufikia siku ya jana ambapo mechi kadhaa ziliweza kuchezwa kwa na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars dhidi ya Nigeria. Wanasema Jux na Prisla. Siku haikuwa bahati kwa upande wetu kutokana na kupokea kichapo cha mabao 2-1. Ni namna ambavyo pengine watu wengi hawajategemea mara baada ya sisi kuchomoa. Pengine walitegemea lolote linaweza likatokea, lakini mambo yalivyoenda ndivyo sivyo. Tukianzia kwanza kwenye kiwango, tukianzia na licha kupoteza mchezo, pengine tunaweza tukasema kuna kitu tunaweza tukaidai sasa hivi Taifa Stars kulingana na namna ambavyo wametuonesha siku ile ya jana, Juma. Kwa performance ya jana nadhani binafsi kwangu mimi, kwa sababu siwezi kuchukua maoni ya kila mtu, lakini kwangu mimi naona niliridhika na ile performance, kwa sababu kwanza mwalimu Miguel Gamondi hana timu nayo muda mrefu zaidi. Na unajua timu imetoka kwenye upande wa transformation, kwa maana kutoka kwa upande wa benchi la ufundi la Hemed Suleiman Morocco, Juma Mgunda pamoja na Jamhuri Kiwelu. Kwa hiyo kuitoa timu kwenye system ya wale walimu watatu na kuileta sasa hivi kwa upande wa kocha Miguel Gamondi, nadhani ni muda sana anapaswa kuweza kukaa na wachezaji, kuweza kuwazoea. Na kama unakumbuka Kaina pia hii ni mechi yake ya pili kwa upande wa Gamondi, na ukiangalia progress ya timu unaanza kuiona kutokea kwenye upande wa phase ya kwanza mpaka katika upande wa phase ya pili. Mechi ya kwanza ilikuwa ni mechi ya kirafiki ambayo nayo pia uwezo kumdai nani mwalimu, lakini mechi ya pili ni mechi ya kwenye mashindano sasa ya michuano ya AFCON. Na hata ukiangalia kikosi kilichoanza jana na kikosi kilichoanza kwenye mechi ya kwanza ya kirafiki chini ya kocha Miguel Gamondi, unaona kuna utofauti wa wachezaji ambao waliohusika kwenye hiyo mechi. Wachezaji kama kina Simon Msuva hawakuwa sehemu ya mpango wa mechi ya kirafiki, kina Mbwana Ali Samata. Kwa hiyo mwalimu alianza tena maisha mapya na wachezaji wengine wapya. Licha au kukaa kambi ya siku 10, lakini nadhani kwa hichi ambacho tulichokiona jana, navuta picha kama mwalimu angekuwa na maandalizi ya timu walau hata miezi mitatu. Inawezekana isiwe muda mrefu sana. Miezi mitatu tu nyuma hapa. Tungekuwa ni bora zaidi. Na ya pale. Yes, yani zaidi ya pale. Lakini Mkenge jana alizungumza kitu kimoja. Kwenye place ya wa Nigeria wengi ni kwamba wao walikuwa wanaamini watashinda mechi kutokana na quality ambayo wako nayo. Na hata ukitizama kwa upande wa mchezaji mmoja mmoja, hiyo quality ulikuwa unaiona. Jana nilifurahi kitu kimoja, manahodha wa hizi mechi walishai kucheza pia pamoja wakiwa Ubelgiji kwa maana Genk. Unamzungumzia Ndindi pamoja na Mbwana Ali Samata. Lakini ukimwangalia Ndindi, shughuli chafu alizokuwa anazifanya jana kwenye eneo la katikati, unaona kuna quality ipo pale, si ndio? Ukimwangalia mchezaji kama Alex Iwobi, jana alikuwa anacheza sana katika maeneo pia ya pale katikati, unaona kuna namna ambavyo mchezaji alikuwa nayo hiyo quality, kina Demola, kina Victor. Kwa hiyo walikuwa na quality hiyo hata kwa upande wa mchezaji mmoja mmoja. Lakini hata ukija kwa upande wetu, kuna baadhi ya maeneo pia tulikuwa tuna perform vizuri. Eneo moja hapo naweza nikasema kwamba ni eneo la goalkeeping, si ndio? Ukiachana na mistake ambazo pengine goalkeeper anaweza akaanza sasa kuanza kuelekezwa, kwa sababu tunamzungumza Zuberi Foba ambaye kwa kipindi hichi ndo ameenda kwenda kubebeshwa majukumu mazito kama yale, si ndio? Na pengine inawezekana hakuandaliwa kwa kwamba bana kwenye michuano ya AFCON ya mwaka 2000 na ya mwaka huu unawezekana ukawa ni sehemu pia ya mpango kazi wa mwalimu nani Miguel Gamondi. Nadhani kwake imekuja kama sehemu ya surprise kuambiwa kwamba bwana mechi ya kwanza dhidi ya Nigeria utaanza kikosi. Inaweza kawa muda mfupi zaidi ya surprise. Mimi naamini kesho kutwa ndo mechi. Unaingia mzigoni pale. Lakini kuna baadhi ya vitu sasa walimu akianza kumteach baadaye anaweza akafanyaje akabadilika. Ana miss tu kwenye zile timing. Yaani muda gani wa kutoka, muda gani ambao anatakiwa kuweza kufanya delay kuhakikisha kwamba hapishani na yale matukio. Lakini kwenye upande wa save nadhani jana akafanya save kama 3 mpaka 4 ambazo kwangu mimi nilikuwa naziona zilikuwa ni fantastic sana. Sawa, Juma umezungumzia pia hapo viwango vya wachezaji wote. Umegusia wachezaji wa timu ya Nigeria ambao wamekuwa na viwango vizuri kulingana na uzoefu ambao wako nao, lakini umezungumzia viwango vizuri wamevoonesha wachezaji wa Taifa Stars. Umemzungumzia Foba.
Nimeona baadhi ya watu wengi sana wamepeleka pongezi zao kwa Zuberi Foba, kulingana pengine hawajategemea kile kitu ambacho amekionyesha jana. Walipoteza matumaini langoni mwa Stars, lakini tumeona hata ambao wamepeleka sifa kwa upande wa backline ya Taifa Stars, tukimzungumzia Mwamnyeto kapteni wa Young Africa, lakini pia Ibrahim Baka naye pia amekuwa na kiwango kizuri siku ya jana. Mkenge, pengine ni kweli na wewe viwango vya Foba, tukianzia na Foba pamoja na Mwamnyeto, ni wameonyesha viwango vizuri vya kupokea sifa kwa mchezo ule wa jana? Mimi nafikiri ukiniuliza kati ya Foba, Mwamnyeto na Baka, anastahili zaidi pongezi kwangu mimi ni Foba, kwa sababu tangu Foba anze kucheza mpira wa ushindani nadhani mechi yake kubwa kabisa aliyokutana nayo ni mechi ya jana. Sasa Foba Wydad pia alikagulia. Ila amedaka mechi zake. Mechi ya Wydad huwezi kuikompea na mechi ya Nigeria Sheikh. Kwamba hivi ilikuwa na ushindani mkubwa kati yao. Ile ni klabu kwa klabu. Wydad ilikuwa ni kipimo pia kizuri kwake. Jamani, nyinyi Nigeria mstari wao wa juu katika wale watu watatu. Victor Osimhen Galatasaray, Iwobi iko Fulham, Ademola Lookman iko Atalanta. Kwa kuniambia mechi ya jana ambayo Foba amekaa langoni ndio pengine ndio mechi yake ngumu zaidi ambayo ameicheza kwenye maisha yake toka anze soka. Kama itakuwepo hiyo ya Wydad kwa sababu si ndio wameanza, lakini so far haiko ya kuizidia Nigeria kulingana na ushindani alokutana nao pale mbele. Sasa Foba mechi zake zilikuwa sijui Azam, sijui na nani, sijui na Mtibwa, Azam sijui na JKT. Foba basi nawe daka mzee wangu jana Foba yeye dhidi ya Victor Osimhen. Of course. Nani asemjua hapa Victor? Mchezaji bora sana. Victor ni striker kabisa. Hao mabeki wenyewe kizungu na makipa wao. Si ukiambiwa leo na Victor una mapambano dhidi ya Victor, anajua leo ana mechi ya kwenda kucheza, unajua. Koko bwana mdogo jana amefanya vizuri, lakini ziko baadhi ya errors ambazo mimi nimeziona kwake. Lakini pia siwezi kumlaumu kwa sababu ni uchanga wake. Ndio mechi yake ya kwanza kubwa kabisa kuwahi kucheza. Kuna mpira miwili alikuwa amezungukwa na Victor. Kuna mpira mmoja alikuwa ameupiga nondo kaenda kuitoa kwenye nyavu pale. Kuna mpira mwingine imeenda kupiga nyavu za nje. Kwa mimi nafikiri leo akiamka asubuhi kama ataitazama ile mechi, kiko cha kujifunza ambacho anatakiwa kuondoka nacho na kiko cha kujifunza ambacho anapaswa kukiacha. Nikija kwa nondo, cha kwanza kabisa jana kichomfanya aanze mbele Dickson Job kwanza ni hate. Nilikuwa nimempigia simu Juma baada ya lineup kutoka na kumwona Dickson Job ameanzia benchi, ameanza Mwamnyeto. Nikamwambia mzee wangu, zinapokuja mechi kweli Dickson Job hawezi kuwa center defender. Kwa hiyo wewe uliamini kabisa ni sahihi Mwamnyeto kuanza mbele ya Job? Kwa Haiti, kwa sababu tazama, yani tazama akisimama Victor Osimhen. Na tazama akisimama Diki. Yani Diki kwa maana kudefendi. Yani ni bonge la defender. Kimo. Kwa Kimo pia kimempa. Kwa sababu kama ulitazama hata avoingia Dickson Job hakwenda kucheza ndani, wameenda kucheza na beki watatu. Kwa sababu kama uliona alivyoingia yeye kuna ishara alifanya hivi. Na kuna watu wamesema kwa namna ile kama kweli Gamona angemwanzisha Job kutoka mapema basi asingekuwa yale. Kwamba ingekuwaje? Sijui, ila niliona hiyo comment. Wanasema kweli leo nimeamini Gamoni kweli ni mtu. Kuna faulo moja kama uliangalia. Nondo ana Kimo. Victor ana Kimo. Kuna faulo moja ilitokea, yani Mwamnyeto aliguswa tu, lakini ule mguso alioguswa alienda mpaka chini. Kama bajaji imepigwa na fuso. Yes, unaangalia fiziki ambayo wale jamaa ambayo wako nayo. Na Victor unayemzungumza ni kwamba ameshafanya mabara mengi sana kwenye ligi ya Italia. Ameshakuwa scorer kwenye ligi ya Italia. Na nikukumbushe kitu Kaina ni kwamba unamzungumza Victor ambaye sasa hivi kuna movie inayotamba inaitwa Sisto, si ndio? Victor kwenye utoto wake akiwa pale Lagos pale nchini Nigeria pia, miongoni mwa kazi zake ambazo alikuwa anazifanya akiwa utotoni, alikuwa anauza hizi siso, anauza yale makopo, umeelewa? Tumpambanaji huyo. Anatokea kwenye katokea mbele. Lakini kitu kingine jana Juma na Mkenge tumeona pia
maoni, nikizungumzia mimi maoni kwanza, kabla kitu ambacho tulikiona kimemwalika mwalimu ameweka imani kwa baadhi ya nyota ambao wameanza siku ile ya jana, lakini watu wengi pengine wametoa maoni yao, pengine hawakuona nafasi ya wao kutangulia kulingana na wale ambao walikuwepo, pengine wangekuja kama baadaye hivi kuna kitu ambacho kingezalishwa. Kwa upande wa kapteni Bwana Ali Samata na Simon Msuva, jana tuliona impact yao kwa upande wa kikosini mchango wao. Of course impact ipo, lakini haipo katika jicho la moja kwa moja ukitazama. Hao ni watu ambao wana mchango mkubwa sana kwenye kikosi cha Taifa Stars, kwa sababu ukitazama namba zao msimu huu hawana namba nzuri, unajua, lakini haiwaondolei nafasi ya kuwepo, yani kupata call up za national team na kupata nafasi ya kucheza. Ni watu ambao wanaifanya timu icheze, kwa sababu unaweza ukamwona Mombwa bwana mdogo aliyefunga goli anacheza, lakini kutokana kucheza kwake kunamsababisha bwana, kwa sababu Samata labda anaweza kusimama na watu wawili, Msuva anaweza kusimama na watu wawili, tayari hapo mna gepu la watu wanne ambao wanacheza na watu wawili. Nyinyi wenzangu na mimi mnapata hizo channel na kwenda mbele, unajua. Ukitazama mchango wao kwa maana scoring unaweza usione hiyo, lakini uko mchango wa moja kwa moja ambao unazungumzia uzoefu. Sizungumzia uzoefu, hata performance. Ukizungumzia scoring, kwa maana kufunga, unaweza usione mchango wao kutokana hawajafanya hivyo, labda hawafungi. Lakini uwepo wao ndani ya kiwanja unarahisisha maisha kwa wachezaji wengine kuweza kucheza. Jana nimeona hata kuna baadhi ya nyota wengine kwa mchezo wa jana watu wakasema ulikuwa unawahitaji sana kina Morris Abraham, tumeona hakupata kabisa nafasi ya kucheza. Juma, wewe mwenyewe ukiangalia labda kwa upande wako, nadhani ni mchezo ambao ulikuwa unamhitaji Morris Abraham na wachezaji kama inao tofauti na kina Msuva, kina Samata ambao walipata nafasi. Mkenge kazungumza kitu kimoja kizuri sana kwamba inawezekana mkaa na kina Samata na kina Simon Hepgod Msuva, lakini unaangalia unaenda kucheza na opponent wa aina gani. Nilimtaja mchezaji kama Wilfred Ndindi, si ndio? Anamjua vizuri Samata na inawezekana ameshiriki pia hata kwenye kutoa maoni, kwa sababu wachezaji huwa pia wanakuwa wanakaa na vile vikao vyao vile vya mwisho na kuona mchezaji gani ambaye ni hatari kwenye upande wa timu ambao wanaenda kwenda kukutana nayo, kwa sababu hata ukiangalia kwenye press ya Osman alizungumzia pia hata changamoto ambazo tuliokutana nayo hapa kipindi cha nyuma. Kwa ina maana hawa ni watu ambao wanaotufuatilia na walisema kwamba walisimama na sisi kwenye kila nyakati. Kwa hiyo kikubwa zaidi wao walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya vita, kwa maana ya kwamba wanahitaji kuja kuchukua hizo alama tatu. Lakini kitu kingine ni kwamba uwepo wa Samata, uwepo wa Msuva ni advantage kwa upande wa Taifa Stars, kama alivyozungumza Mkenge kwamba inawezekana kwenye hawa wachezaji wawili tukaondoka na wachezaji wao watatu ambao wakahakikisha kwamba wanapewa jukumu la kwenda kudili na hawa wachezaji. Ni kama jana ilivyokuwa kwa upande wa bato ya Ibrahim Baka dhidi ya Victor Osman, kwa maana ya kwamba Gamondi aliamua kwamba Baka, jukumu lako namba moja ni kuhakikisha kwamba Osman anakuwa hatembei. Of course jana Baka amejitahidi sana kwa uwezo wake sana. Ilienda kumpunguzia yale makali mshambuliaji, kwa sababu ikifika hatua unaona mshambuliaji mwalimu anamtoa sasa na yeye mwenyewe kapaniki kwa sababu alichokifanya mule. Kaona kwamba kila alichokuwa anakifanya bado kwake ilikuwa ni changamoto. Na Baka alichokuwa anakifanya ni kuhakikisha kwamba anamtengenezea pressure nani? Victor, kuhakikisha kwamba either mnaweza mkanufaika akapewa kadi nyekundu, wao wakacheza pungufu, nyewe mkacheza mkiwa na idadi ya watu wengi. Kwa hiyo mechi nilikuwa naiona katika huo mtindo kipindi cha kwanza. Game plan yetu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba sisi tunakaa nyuma na tunawashambulia pia kwa kisasa, na mwalimu alikuwa anategemea zaidi kuwatumia wachezaji kama kina Simon Msuva, yule kwa wacheza winga kulia kwa Morris jana mechi uliona mwingine kumhitaji kwa namna yote, kwa maana kwamba hawa watokee pembeni, lakini changamoto nilikuwa naiona kwenye eneo la kiungo namba 10. Tulikuwa tunakosa mtu ambaye anaweza akawa ni creativity, lakini hichi ni kitu ambacho kwa Morris mimi nimekiona. Bwana mdogo ana huo ubunifu, lakini ana ile kuthubutu ile, kwa sababu kuna kitu kimoja, inawezekana mkaa mnashindwa kupewa hiyo room ya kufika mpaka ndani ya boksi, lakini lazima mwe at least hata mna masniper hata wawili ambao wanaweza wakawa wanafanya majaribio wakiwa nje ya boksi. Ukiangalia goli la pili ambalo tumefungwa, Nigeria hawakuwa ndani ya boksi letu, ni nje ya boksi
la kwetu. Ina maana kuna mtu alifanya huo uthubutu wa kwenda kuhakikisha kwamba anaenda kwenda kujaribu, ndio wanaita individual brilliance. Yes. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji pia kuweza kupata watu wa aina hiyo. Ukiangalia Samata, Msuva, sidhani kama bado ana hiyo energy ya kwamba kila muda atakuwa anajaribu kuweza kushuti nje ya box. Sawa, kwa hiyo Morris Abraham, jana mchezo ulikuwa unamhitaji. Mimi nilikuwa naona alikuwa anastahili. Sawa, lakini tofauti na yote hayo, ama tukisema yote hayo ambayo pengine mazuri yalionekana kwa upande wa Stars jana, tunaweza tukazielekezea sifa kwa mwalimu wa benchi la ufundi Miguel Gamondi, ambaye amekuwa na mwanzo mzuri. Tuseme mwanzo mzuri, maana pengine Watanzania wengi hakutegemea kwa matokeo ya jana. Mimi sitategemea vitu viwili. Kwanza sitategemea performance ya timu. Imekuwa nzuri, imekuwa nzuri, lakini pia sitategemea kufunga goli, kupata hata goli moja. Yes. Ina maana wewe pia mbeti pale kama mkikako uliweka hakuna kabisa. Nafikiri Davido jana amelala vizuri. Sababu Davido yeye alibashiri GG. Unajua? Nigeria ishinde lakini wafungane. Yeye kataka kufungana tu GG, hakutaka hata mambo mengi. Wewe unaona picha yake ilikuwa na trendi sana baada ya Stars kupata goli. Sawa, kwa hiyo tuseme pengine labda tulichelewa sana kumpata mwalimu Miguel Gamondi. Mimi nafikia tujachelewa. Aina ya mwalimu wa aina ile katika hatujachelewa kwa sababu tukisema tumechelewa ni kuwadogosha wale waliotoka. Mimi nafikiri tumempata mwalimu katika muda ambao ni sahihi, unajua. Na advantage ya Gamondi Kaina, anafanya kazi na wachezaji ambao wanafahamu. Gamondi yupo karibia mwaka wa 4 sasa hivi katika nchi. Unajua, mwaka wa 4 kama sio watatu msimu wake wa pili huo. Msimu wa pili kama na nusu. Sawa, msimu wa pili na nusu. Na namba kubwa ya wachezaji wa Tanzania wanacheza nyumbani. Unajua. Hayuko ambaye hamjui mchezaji. Yaani kwa sababu kwanza yeye mwenyewe alikuwa ni mwalimu wa moja klabu, na mpaka ni mwalimu mmoja klabu ambao ni Singida, unajua. Kwa hiyo wako wachezaji ambao anakutana nao labda akiwa Singida dhidi ya timu ya huyo mchezaji. Kwa hiyo mimi nafikiri ujio wake ndani ya timu ilikuwa ni wakati sahihi, lakini pia tumempa nafasi mtu ambaye ni sahihi, kwa sababu kwa muda uliopo, kwa sababu Gamondi alipoa timu muda alikuwa ni mchache. Kama ungemtafuta mwalimu mwingine angekuja kutusaidia ama angekuja kutuingia zaidi mtaloni, kwa sababu hakuwa na msingi kwenye mikono yake. Lakini Gamondi anakuja, anamjua Kapombe sio kwa maana ya jina, anajua hadi shughuli zake anazofanya. Anamjua Dickson Jobu, anamjua Mwamnyeto, anamjua Baka, anamjua Shabalala. Kila mchezaji anamjua. Kwa hiyo kazi inaenda kwenye pesa ndani ya uwanja. Kwa hiyo ukiniambia tumechelewa kumpata, kwangu mimi no. Sema cha kuongezea kidogo Kaina. Benchi la ufundi sema ambapo nimeona kidogo jana wamestruggle ni kwenye swala la saikolojia za wachezaji, kwa sababu tulikuwa tunacheza kinyonge sana. Kwa sababu Nigeria mimi naamini walikuwa wako ugenini. Tunacheza kinyonge au Nigeria ndio wamefanya tuonekane tunacheza kinyonge? Hapana, kwa sababu huioni ile hunger and desire ya wachezaji kama kuna kitu ambacho walikuwa wanafanyaje wanakihitaji. Kaka kwanza hofu kaka. Yes, yani ndio maana nasema sasa benchi la ufundi kwenye mechi inayofuata dhidi ya Uganda wanatakiwa watengeneze sana saikolojia za wachezaji. Kwa sababu ukiangalia Samata alikuwa yuko down, Msuva alikuwa yuko down. Yaani sisi tulikuwa tuko chini sana. Na kwa kuongezea Juma jana mchezaji ambaye tutarejea hapo, tutaendelea hapo kulingana na mengi ambayo tuko nayo.